In that pregnancy, God is waiting to get some new creation. Lakini Mungu anataka kuangalia unashikamana na nani katika mimba unayo. But God wants to check on you. Who are you in contact in that kind of pregnancy that you have? Mariamu ameendea Elizabeth. And Mary went and visited Elizabeth. Salamu tu ya Mariamu. The greetings only. Kuona tu Mariamu macho kwa macho. When he presents kuna kitu kimekutana ndani. There's a certain connection. Wakati unakutana na mtumishi wa Mungu. When you meet a man of God. Ama watumishi wawili wanapokutana wao kwa wao. When two servants of God they get together. Ikiwa wote wana upako wa Roho Mtakatifu. If they have the same anointing. Salamu yao kuna jambo kubwa litafanyika wanaposalimia. By their greetings there's something can happen. Hata huduma wanayofanya ni lazima itazaa matunda. Even their kind of ministry they have to produce. Sababu ni watu ambao wanakuwa katika connection ya kiroho. Because they are in the same spiritual connection. Wewe una mimba ya namna gani? I don't know which kind of pregnancy do you have. Na ikiwa una mimba ni akina nani ambao unabeba nao mimba za sawa? If you are pregnant, I don't know which person you have the same kind of pregnancy. Wakati una huduma ndani yako, when you have a ministry inside you, Mungu anatarajia ya kwamba ile huduma ikaweze kuzaa siku moja. God is waiting for you so that you can produce fruit from that ministry. Wakati una kipawa Mungu amekupatia, when you have a spiritual gift, Mungu anataka kile kipawa kiweze kupanuka. And God you want the gift that he gave to you just to grow. Siku moja ile kipawa kizae matunda. And one day that can produce fruit. Na ile matunda inapozaliwa, and when it bears fruit, watu watashangilia Mungu na kusema Bwana asifiwe. And people can praise the name of the Lord and say that praise be the name of the Lord. Lakini uoga wangu ni kwamba something I'm fearing with. Ni kwamba watu wengi wana mimba ya Yesu Kristo. Most of people they are pregnant of the Lord. Lakini wanatembea na watu wasiokuwa na mimba ya Yesu Kristo. But they are working together with people who are not pregnant of the Holy Jesus Christ. Kuna watu wana vipawa vya Mungu ndani yao. There's many people they have the gift of the Holy Spirit. Lakini wanashikamana na watu wa kuwarudisha nyuma kwa hizo vipawa. But they are working together with people who can bring them out. Bring them behind in the work of Jesus. Kuna watu wengine Mungu anataka kuwatumia. There's many people God wants to use them. Ili waweze kuzaa matunda kwa kazi yake. So that they can bear fruit in God's work. Lakini walienda kuchangamana na mizabibu. But they won't mix themselves. Na walipokutana na mizabibu ya miti ya pori. And when they mix them, they make some trees from the hiyo mizabibu mizuri Bwana aliweka ndani yao. And the good plant that Jesus put inside itaweza kuharibika na kuchafuka. It has been destroyed. Bwana tuhurumie sana. God forgive us. Huyu Elizabeth ameita Mariamu neno moja. This Elizabeth called Mary. Akamwambia kwamba wewe unayebeba baba na Bwana wangu. You the one who are carrying the Lord of Lords and my God. Namna gani unanikujia hivi? How come that you can come and visit me? Sababu yeye Elizabeth aliheshimu huyu Mariamu. Because Elizabeth respected Mary. Sikia nikwambie mpendwa. Let me tell you beloved one. Mariamu alikuwa bado msichana. Mary was a girl. Huyu Elizabeth alikuwa ni mama mzima huyu. And Elizabeth was an old lady. Na inaonekana alikuwa tayari ni mama wa mzee. And she was an old lady. Sababu Biblia inasema kwamba huyu mume wake Zekaria alikuwa kuhani katika kanisa. And the Bible said that his husband Zechariah was a priest in the church. Ni kwamba kwa miaka hawakukuwa sawa sawa. If we can check the difference of age, they were not the same age. Ni kwamba huyu Elizabeth angeona Mariamu sawa vile mtoto yake. It means that Elizabeth could consider Mary that his daughter. Lakini ninashangaa hapa kitu kimoja. Ya kwamba Elizabeth alimheshimu Mariamu ingawaje yeye ni mtoto. Elizabeth respected Mary even if she was too young than he was. Ni sababu Mariamu alikuwa amebeba mfalme wa wafalme ndani ya tumbo lake. It's because Mary was carrying the King of Kings inside her. Ni kwamba heshima inatoka kwa Mungu. The respect comes from the Lord. Hakuna mtu anaweza kuheshimiwa asipokuwa na huduma na utumishi ndani yake. Nobody can be respected if he doesn't carry a certain kind of gift or ministry inside him. Wakati unabeba fungo iliyo ya mbinguni, when you are carrying a heaven button, mataifa ni lazima waone iliyo ndani yako. The nation they are calling to discover what is inside you. Na wale watakaoiona wa kwanza, and the first one discover, ni wale ambao pia wameitwa na Mungu kufanya kazi ya Mungu. The one who are called by God to serve him. Kama una huduma ndani yako, if you have a ministry, wakati unajua kuna mtu anapingaka ile huduma ndani yako, if you know because that there's somebody who is resisting, ni sababu hana mimba moja na wewe. It means only that he doesn't have the. Wakati una huduma ndani yako, when you have a ministry, na mtu mwingine anakuzuia kuendelea mbele, and somebody stopping you to go, ni sababu yule mtu hana mimba moja na wewe. It means that he doesn't have the same pregnancy like you. Kuna watu ambao
wamesababishwa kurudia nyuma sababu walijiunga na watu wasiofaa. Many people, they want back in their walk with Jesus Christ because they joined themselves with somebody they're supposed to join. Unajua ya kwamba hata kanisa unaweza kuwa katika kanisa ambalo halikusaidii kuendelea mbele katika huduma yako. Do you know that you can even join a church which doesn't help you just to grow spiritually? Najua pia kwamba unaweza kutana hata na mtumishi ama mchungaji ambaye hakufanya uendelee mbele katika huduma. Even your Christian life, you can meet a certain person doesn't help you just to go ahead in your work with Jesus. Najua hata kuna kikundi unaweza kujiunga nacho ambacho hakikufanya kuendelea mbele katika maisha yako. You can join even a certain thing which doesn't help you just to go ahead. Lakini wewe una mimba ambayo Mungu ameweka ndani yako. And when you have a pregnancy coming na ile mimba yako unatembea nayo namna gani? I don't know how are you walking with that pregnancy that you got from the Lord. Je, unatembea na ile mimba ili uweze kuzaa kitoto ambacho kitakuwa kifalme? Are you walking with that pregnancy so that you can bear a child who will become a king? Maana kila kazi ya ufalme wa mbinguni, because every work from the kingdom of heaven, kazi ambayo ina mamlaka tu ya kazi zote za giza. It's a kind of work which has power against the if you are a singer, una kazi kubwa ya kuharibu kazi za shetani. You are called just to destroy the work of the devil. Ikiwa wewe ni mhubiri, if you are a preacher, una kazi kubwa ya kuharibu kazi za shetani. You are called to destroy the work of the devil. Ni mamlaka Mungu ameweka ndani yako. It's a power that has been given to you by the Lord. Sio sababu ulikuwa na nguvu. It doesn't mean that you are strong enough. Lakini ni sababu Mungu amekupatia neema na kibali. It's because of the favor God from the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Praise be the name of the Lord. Watu wakati unatembea na watu wasiokuwa na mzigo kama wewe, when you are walking with people that doesn't have the same burden like you, unadhaifuka kiroho. You'll be weak spiritually. Na zaidi ya yote hata unaweza kuanguka. And you can even fall. Mariamu wakati amekutana na Elizabeth, when Mary met Elizabeth, Elizabeth alimtia nguvu tena. She was encouraged by Elizabeth. Maana yeye alijitoa mtoto mdogo. Because she knew herself as a girl. Lakini neno ambalo Elizabeth alilomwambia, but the word that she understood from Elizabeth, ya kwamba wewe unabeba Bwana wa mabwana ndani ya tumbo lako. You are carrying the Lord of Lords in your na kalamu yako imefanya kitoto kilicho ndani ya tumbo yangu kilicheza. And it's the reason why the baby in my womb was moving. Mariamu hakuonaka vile yule mtoto alicheza. Mariam didn't discover how the baby was moving. Yeye alimsalimia tu. She greeted her only. Na alikuja tu kumtembelea, labda alitaka enda kumuuliza mashauri namna gani mtu anachungaka mimba. She came to visit her, maybe she wanted some counseling about how she can take care of her pregnancy. Najua mama kama ndio yako, msichana kama ndio yako ya kwanza kubeba mimba. If it's your first pregnancy, unazoeaga kutembelea wale wa mama wazee wenye wameshazaa watoto 8 na 9 sawa. Most of the time we used to visit some ladies who have been pregnant 4, 8, 9 times. Usaenda kuuliza wakina mamasha akiwa kina mama Eugenie kuwauliza mtu anachungaka mtoto kama mimba namna gani. Maybe you can ask like mama Eugenie, how can I take care of my pregnancy? Ya kwamba niko nasikia kichefu sawa vile nitatapika. I feel like I want to vomit. Na ataanza kukuambia hapana uko nakula biskuit bule wa mfungufu. She can tell you to look for some biscuits. Ama labda atakuelezea ingine mashauri vile yeye anafanyaka. Or maybe she can give you some counseling as how she does. Huyu dada naye alikuwa vile ilibidi atembelee mama ambaye amezoea hivi. Then with the same situation with Mary, she was supposed to visit somebody who was used to the situation. Lakini alipotembelea ule mama, and when she visited, amekuja kupata ujumbe ya kwamba ana kitakatifu ndani yake. And she got the message she's carrying a holy thing inside her. Hii ilikuwa tu ni confirmation ya malaika aliyemwambia. It was only the confirmation from God. Malaika alikuwa wa kwanza kumuelezea kwamba atazaa mtoto naye ataitwa Yesu. And the angel was the first one to told her that she'll bear a child and the child will be called. Na ya kwamba ule mtoto atakuwa mfalme wa wafalme. And the baby will be the king of kings. Elizabeth hakukuwa pale. Elizabeth was not there. Mariamu alipokutana na ule malaika. When Mary met the angel. Lakini sababu kuna ile uhusiano wa kiroho kati yao wawili. But only because of the divine connection. Wakati Mariamu alipomkaribia, when Mary approached Elizabeth, yule mtoto aliyekuwa ndani ya Elizabeth, the son inside Elizabeth, naye ambaye alikuwa ni kitakatifu cha Mungu, and he was a holy from God, na kingine kitakatifu ambacho kilikuwa kwa Mariamu, and another holy from which was living in. Naona kiroho namna tayari wamejuana wakiwa katika tumbo. I can feel in the spirit how they knew each other even if they were not. They were living inside their mommy's womb. Jina la Bwana lipewe sifa. Praise be the name of the Lord. Unajua ni nani alikuwa kwa tumbo la Elizabeth? Do you know who was in Elizabeth? Elizabeth alikuwa amebeba Yohana. Elizabeth was carrying John the Baptist. Na Biblia inasema ya kwamba Yohana alikuwa ametabiriwa ya kwamba ndio atatangulia Yesu Kristo. And by prophecy it had been known that John the Baptist will advance Jesus. Sababu yeye ndio alikuwa ametayarisha njia ya Yesu Kristo. Because he was called just to prepare the way for Jesus.
Na ndio hapa nataka kuingia kuambia juu ya tarehe 25. Then I want to introduce and tell you about the 26th day. Si tulisoma ya kwamba malaika alimfikia mwezi wa 6. We read that the angel visited Mary in the month of June. Ni kwamba Yesu Kristo mimba yake iliingia mwezi wa 6. Mean that Mary became pregnant from the month of June. Na leo tuko tarehe ngapi? Mwezi wa ngapi? Mwezi wa 12. Kwa hivyo kama mnafanyaka hesabu, mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 12 ni miezi mingapi hiyo? Ni miezi 6. 6 months. Kwa hivyo Yesu kama alizaliwa mwezi wa 12, alizaliwa na miezi 6 huyu. If it's real that Jesus was born in December 25th, mean that he was born by 6 months. Tunakubaliana na ile jambo? Si tuko hapa tunasherehekea Yesu amezaliwa leo. Sikukuu ya tarehe 25 mwezi wa 12. The day of 25th December. Haiko ndio siku yenye Yesu alizaliwa. It's not the day where Jesus was born. Na ikiwa ndani yako nafikiri yaka Yesu alizaliwa kale 25 huko humu tu Yesu alizaliwa leo. If you think most of the time that Jesus was born on 23 and the reason ya kwamba umedanganyika kidogo. You are wrong. Labda umefundishwa tangu siku mingi sana ya kwamba Yesu alizaliwa tarehe 25. Maybe you had long time ago that Jesus was born on 26th December. Kama ni tangu mwezi wa 6 Yesu Kristo haiko premature. Jesus was not born before the due date. Yesu Kristo ambaye ni Mungu mzima. Jesus the Almighty God. Alizaliwa siku ya kuenea ya kuzaliwa kwake. He was born like a normal human being. Waandishi wa Biblia the Bible writers hawakuweka siku ambayo Yesu Kristo alizaliwa. They didn't put a real date on when Jesus was born. Na wala nao hawakujua siku yenye Yesu alizaliwa. And they have no precision about when Jesus was born. Biblia ilipokuwa inaandikwa, when the Bible was written, waandishi wameangalia vitabu vya zamani. They tried to check the old book. Walijaribu kuangalia ile muda dalili ambazo zilikuwa ile wakati. They tried to join signs. Wakakuja kuona ya kwamba ilikuwa ni mwezi wa 6 ndio malaika alifikiaka huyu. They discovered it would be in the month of June when Mary was visited by the angel. Alafu wengine wakakuja kuelewa habari wakati Yesu alizaliwa sababu ya nyota tuliyofundishwa hapa usiku. And other people they discover how the time when Jesus was born concerning the star. Lakini mwisho wakakuja kuelewa ya kwamba, and after all they discovered that Yesu Kristo alizaliwa. It's real that Jesus was born. Sababu ikiwa anaishi ni sababu alizaliwa. If he's alive it means that he was born. Yeye alizaliwa. And if he was born, ni wajibu wetu kukumbuka ya kwamba Yesu alizaliwa. And we are called just to remember what day he was born. Tarehe ya 25. And we don't care about the day. Haitajalisha siku gani. We don't care about the day. Sababu kiroho Yesu anazaliwa ndani ya roho zetu. In our spirit he was born. Anapozaliwa ndani ya roho zetu. And when he's born in our heart, pale anataka kutenda kazi ya yeye kuzaliwa. That's why he wants to use us and do his work. Yesu hakuzaliwa ili business ifanyike. He was not born so that people can make their business. Yesu hakuzaliwa ili twende tununue makado kwa watu. He was not born so that we can buy gifts to people. Hiyo ni jambo ambalo ulimwengu imechukua. It's the thing that the world has kuendeleza biashara zao. So that they can push ahead their business. Lakini Mkristo, as a Christian, ni lazima kutambua ya kwamba we are called to discover Kristo amezaliwa ndani ya roho zetu. It's to check that Christ was born in our heart. If he's born in our heart, kuna kitu ambacho yeye anataka kufanya kwa maisha yetu. He wants to do something through our lives. Na ile kitu kinachofanyika ndani ya maisha yetu, and when these things is accomplished, inaonekana kwa ulimwengu wote mzima. It will be manifest to the world. Na watu wote wanashangilia kwa ajili ya utukufu. And everybody will praise the Lord. Jina la Bwana lipewe. Praise be the name of the Lord. Wakati una kipawa ndani yako, when you have a gift inside, unapokihudumia watu wengine, and when you are saving other people, ni Mungu mbinguni anatukuzwa. And the Lord from heaven is praised. Ni ombi langu ya kwamba mchana wa leo, my prayer this morning, mimba ambayo ungetaka kuwa nayo, the pregnancy that you can have, mimba ambayo ungetafuta wewe kuwa nayo, the pregnancy that you are trying to look for, ni kutafuta kazi ya Mungu ikae ndani yako. If you are called to look to try your best so that God's work can stay inside you, ni kutafuta namna ya kusogelea Mungu tena zaidi, try your best to approach God again, ni kutafuta namna ya kuwa muombezi zaidi, try your best to intercede more and more. Nataka niwaambie ya kwamba kuna mimba ambayo iliyo ndani yangu hata mimi. I want to tell you that there's an angle of pregnancy inside me. Na mimba kubwa niliyo nayo kwa ajili yenu ni and the big pregnancy that I have because of kanisa la Mungu lipate kubarikiwa. So that the church of God kanisa la Mungu lipate mafanikio. So that the church of God kwamba watu wa Mungu wapate shukrani ya kwamba Bwana ametenda. So that the people of God can praise the Lord. Wakati ninapoona hiyo mimba imezaliwa, when I discovered that
Ninaamini ya kwamba mbinguni pia wanashangilia. I think that Na duniani pia wanashangilia. and in earth they'll be Jina la joy. Bwana lipewe sifa. Praise be the name of the Wewe Lord. mimba ulio nayo ni gani? Which kind of pregnancy do you have? Kama basi una mimba